kama kuna mechi ambayo Simba wamechagua kwa usahihi kwa ajili ya siku ya leo hii, Simba Day, basi ni hii dhidi ya Police Kenya. Hii ni timu ambayo imemaliza katika ligi kuu ya Kenya ikiwa nafasi ya 3. Ni timu ambayo imeongoza kwa kutaimara katika ligi kuu ya Kenya ikiwa imefunga mabao 31, imeruhusu mabao 21. Ni timu ambayo imetoa beki bora namba 2 katika ligi kuu ya Kenya msimu uliomalizika, ambaye ni Aboud Omar Khamis, ambaye katika mechi 18 akiwa uwanjani timu haikuruhusu bao lolote, lakini alikuwa ndiye mchezaji bora katika mechi 10. Vile vile alikuwa amechangia mabao 4 kati ya mabao 31 aliyofungwa na Police Kenya katika msimu mzima, ikiwa ni mchango wa takriban 13%. Ikiwa chini ya kocha Nicholas Musyotti, Police Kenya mpangilio wa kucheza baada ya golikipa Ogembo huwa kuna walinzi 4, halafu kuna viungo wawili wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yule mmoja kule juu ni Yves Junior Kutiama, miongoni mwa wachezaji waliofunga mabao mengi katika ligi kuu ya Kenya msimu uliomalizika akiwa na mabao 10. Lakini katika mabeki wakati ndipo unamkuta Aboud Omar na mwenzake Ochieng kufanya wawe na ukuta imara zaidi. Katika mtindo wa kucheza mara nyingi wanaopata fursa huwa wanamiliki zaidi mpira, kucheza zaidi katika nusu ya pili ya uwanja, lakini kucheza kimbinu pindi wanapokutana na timu ambayo yenyewe wasifu wake waonekana uko juu kuliko wao. Sasa Police Kenya katika mechi yao dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba inatarajiwa kuwa na mvuto aina yake, kwa sababu wanakutana na Simba ya kocha Steve Barker ambayo imeimarika zaidi hivi karibuni, na hasa baada ya usajili wa dirisha dogo kuelekea mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo waliwasajili akina Libase Geye, akina Anise Ura, Cletus Chota Chama, Mwamba Lusaka, Nixon Kibabage. Kwa ujumla Simba ikawa imeimarika sana. Lakini hivi karibuni katika wachezaji waliotambulishwa kwa ajili ya usajili wa msimu 2026-2027 na ambao leo hii katika siku ya Simba Day kilele chake kwenye uwanja wa Uhuru saa chache zijazo wanatarajiwa kutambulishwa, ni pamoja na top scorer katika ligi kuu ya Mali. Huyu ni Ibrahim Dumbia aka Victor Osimhen, ndiye mshambuliaji kinara katika kikosi cha kocha Steve Barker. Lakini vile vile kuna nyota kama Keleso Makhalwa, mchezaji ambaye alionyesha kiwango kizuri katika ligi kuu Afrika Kusini katika msimu uliomalizika, akitoa assist 6 kutoka katika klabu ya Sekokune United. Alihitajiwa na timu nyingi ikiwemo Kaizer Chiefs, lakini mwisho wa siku walioshinda beto hiyo walikuwa ni Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa Simba ambayo pia imemrejesha Neo Maema katika eneo la kati, akicheza kwa mara nyingine tena kwa mkopo akitokea Mamelodi Sundowns, lakini ikiwa na nyota ambao wameendelea kubaki nao akiwemo Rushain Direk, lakini vile vile yupo Ishmael Olivier Toure, golikipa Mahamadou Tanja Jibo, mabeki Nixon Kibabage, lakini wameongeza akina Nathaniel Chilambo, yupo Shomari Kapombe. Ni dhahiri kwamba ni mechi ambayo mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba watakaofika kwenye uwanja wa Uhuru, lakini pia watakaoshuhudia matangazo mubashara kupitia Azam Media wataenjoy. Ndio, ni mechi ya maonyesho, ni mechi ya kilele cha Simba Day, lakini inatarajiwa kuwa na ushindani mkali na mvuto, kwa sababu mipango ya kocha Steve Barker huwa pia ni baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Lakini wakati mwingine anakuwa baada ya golikipa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3 wakiwa na mshambuliaji bandia, ambapo huwa ni Eli Mpanzu Kibisawala ama Ino Jospi Loemba kama mshambuliaji bandia. Lakini hivi sasa ana Ibrahim Dumbia ambaye tayari inaonekana gari limeanza kuwaka, kwa sababu tangu atue Simba hivi karibuni na kutambulishwa amecheza mechi 3 kwenye kombe la Kagame, akafunga bao 1, lakini katika mechi ya karibuni ya kirafiki dhidi ya mabingwa wa Sudan El Merreikh akafunga bao 1 wakati wakishinda mabao 2-0. Sasa kwa pamoja wote matarajio ni kuona ni mechi ya kuvutia, hasa kutokana na ukweli kwamba Simba yenye safu kali ya ushambuliaji akina Keleso Makhalwa, Anise Ura, Libase Geye, Ibrahim Dumbia, Mwamba Lusaka, Cletus Chota Chama, kwa nyuma kidogo eneo la kati, lakini kuna kina Abraham Morris, Yusuf Kagoma eneo la kati, wanakwenda kukutana na Police Kenya chini ya kocha Nicholas Musyotti, ambayo kwenye mfumo wake wa kuzuia wako imara sana. Walimaliza ligi kuu ya Kenya wakiwa nafasi ya 3 kama nilivyotoka kueleza, lakini kwenye ukuta imara ndio timu iliyoongoza ikiruhusu mabao 21. Yaani hata mabingwa Gor Mahia hawakuwa na ukuta imara kama Police Kenya. Walioshika nafasi ya pili Leopards, FC Leopards hawakuwa na ukuta imara kama Police Kenya. Defensive organization superb. Je, itakuwa vipi katika mechi hii? Mabeki wa Simba
watapambana kwa namna gani kuhakikisha golikipa wao Mahamadou Tanja Jibo hafikiwi na washambuliaji wakali wa Police Kenya, akiwamo Otieno anayeshambulia kutokea pembeni kushoto, lakini vile vile mshambuliaji kinara huyu Yves Junior Kutiama. Hakika ni bonge la mechi la kirafiki, lakini lenye kutarajiwa kuwa na mvuto wa aina yake. Ili mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Anayeshambulia kutokea pembeni kushoto, lakini vile vile mshambuliaji kinara huyu Yves Junior Kutiama. Hakika ni bonge la mechi la kirafiki, lakini lenye kutarajiwa kuwa na mvuto wa aina yake. Ili mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Anayeshambulia kutokea pembeni kushoto, lakini vile vile mshambuliaji kinara huyu Yves Junior Kutiama. Hakika ni bonge la mechi la kirafiki, lakini lenye kutarajiwa kuwa na mvuto wa aina yake. Ili mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Anayeshambulia kutokea pembeni kushoto, lakini vile vile mshambuliaji kinara huyu Yves Junior Kutiama. Hakika ni bonge la mechi la kirafiki, lakini lenye kutarajiwa kuwa na mvuto wa aina yake. Ili mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Anayeshambulia kutokea pembeni kushoto, lakini vile vile mshambuliaji kinara huyu Yves Junior Kutiama. Hakika ni bonge la mechi la kirafiki, lakini lenye kutarajiwa kuwa na mvuto wa aina yake. Ili mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Anayeshambulia kutokea pembeni kushoto, lakini vile vile mshambuliaji kinara huyu Yves Junior Kutiama. Hakika ni bonge la mechi la kirafiki, lakini lenye kutarajiwa kuwa na mvuto wa aina yake. Ili mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Anayeshambulia kutokea pembeni kushoto, lakini vile vile mshambuliaji kinara huyu Yves Junior Kutiama. Hakika ni bonge la mechi la kirafiki, lakini lenye kutarajiwa kuwa na mvuto wa aina yake. Ili mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.